Ndugu mfuatiliaji wa kipindi chetu cha Discover Your Purpose and Destiny, napenda kuchukua fursa hii kukaribisha tena katika kipindi chetu cha leo. Na katika kipindi cha leo, kama unavyofahamu kwamba vipindi vyetu vinaangazia kwa ajili ya kukufanya wewe uweze kutambua kitu gani ambacho kiko ndani yako, lakini pia kufahamu hatima ya maisha yako, kwa sababu ni muhimu kujua kitu ambacho kiko ndani, lakini mwisho wa siku unataka nini kitokee katika maisha, ama mwisho wa safari yako nini unataka kitokee katika safari ya maisha yako hapa duniani. Kwa hiyo wewe unafahamu kwamba tumegawa vipindi vyetu katika masuala ya kiuongozi, masuala ya kijamii, familia, malezi na ndoa, lakini pia tunaangalia juu ya masuala ya biashara, namna ya kukuza uchumi wa familia, uchumi wa taifa letu, lakini pia kufanya tuweze kuwa economical independence ama financial independent, kwa ajili ya kutuwezesha kuweza kuishi maisha fulani ambayo ni maisha ya wewe kutimiza ndoto za maisha yako. Kwa hiyo kipindi cha leo tunaenda kuangalia juu ya masuala ya familia, na hapa tunaenda kuangalia majukumu ya baba, mama na watoto katika familia. Katika vipindi vyetu vilivyopita nadhani tulishafafanua kwamba familia ni ile taasisi ambayo kimsingi kwa muktadha wa kiimani ama kiroho tunaweza tukasema kwamba Mungu kupitia mume na mke ambao wako pamoja kwa wanandoa na wao kupata zawadi ya watoto, wameruhusiwa kuanzisha taasisi ya familia, humu ambamo tunasema kwamba malezi yanachotwa na wote ambao wako ndani ya hiyo familia ili kuweza kuendelea kuwafanya kuwa binadamu kamili. Lakini katika muktadha wa maisha kawaida tunafahamu kwamba familia ni pamoja na uwepo wa baba, mama, watoto, lakini pia tunajua kwamba kuna extended family ama familia ambayo inazidi kutanuka kutokana na mahusiano mbalimbali, bibi, babu, mjomba, shangazi, binamu na namna hiyo. Kwa hiyo hao wote pia tunasema ni sehemu ama is a part of our families, na hizo pia nazo zinatufanya tuweze kuwa bado familia. Hata marafiki nadhani sasa kwa umuhimu wao daima nao hutengeneza pengine kwa sehemu ya familia, lakini pia cha kusema kwamba kila mtu ametoka katika familia, na hapa nikasitiza kwamba hata wale wanaotunzwa katika vituo vya watoto yatima ama wenye mahitaji fulani, bado na wewe ndugu yangu, hiyo ndiyo familia yako ambayo ndani yake unachota upendo, ndani yake unachota malezi, ndani yake unachota maisha. Kwa hiyo familia kimsingi kwa muktadha huo tunasema ni chombo rasmi ambacho kinasaidia kutengeneza wanadamu kuwa wanadamu kamili. Sasa katika mtazamo huo sasa tuangalie kwamba familia ambayo ina baba, mama na watoto kimsingi ni familia ambayo inawajibika ama ni chombo kinachowajibika. Chombo kinachowajibika maana yake ni kwamba kuna majukumu mbalimbali ambayo ndani yake kila mmoja anapaswa kuwa anayafanya ama anahusika nayo. Ni sawa tu na mko kwenye taasisi, kuna kiongozi wa juu, kuna viongozi wa kati, kuna wafanyakazi wengine. Hawa wote wanaifanya ile taasisi iendelee kuwa imara, iweze kufikia malengo yake ya kitaasisi. Kwa hiyo hali kadhalika katika familia ni vile vile kwamba uwepo wetu ama uwepo wako ndani ya familia kuna masuala ya kimsingi ambayo pia yazingatia, hasa tukilenga kutazama swala zima la majukumu. Sasa baba katika familia, labda tuanze na baba. Baba ambaye ni mwanaume katika nyumba, ambaye kimsingi ndiye chimbuko ama mwanzilishi wa hii familia. Nitazungumzia hasa kwa muktadha wa tamaduni zetu sisi kama Waafrika, kwamba ni mwanaume ndiye anayeanza familia. Mwanaume ndiye anayetoka anakwenda kwao na mwanamke, anamchumbia huyu mwanamke, na hatimaye mwanamke kama amemkubalia au binti amemkubalia anakuwa mke wake. Hawa wawili wanatengeneza familia yao wao kupata Mungu akiwajalia wanapopata watoto, basi maana yake ni kwamba hii sasa imeshakuwa ni familia. Kwa hiyo mwanaume kwanza, kumbe tunaona huyu ndiye kiongozi mkuu katika familia ambaye anafanya maamuzi ya kuanzisha familia. Hapo naomba nieleweke vizuri, kwa sababu ziko familia ambazo kuna wengine wanasema single mother au yani ni mama na watoto wake, maana yake hamna baba. Ninazungumzia kwa
familia ambazo baba na mama wote wapo, na hivyo sasa tunaangalia uwajibikaji wao katika majukumu. Baba huyu ni kiongozi wa familia. Kwa maana nyingine tunasema he is the head of the family. Yeye ndiye kiongozi mkuu wa familia, na kazi ya kiongozi daima, unajua katika vipindi vya kiongozi nimesema kwamba moja ya jukumu la kiongozi ni kuwa mtu mwenye maono ama kuona maono, alafu kisha ukishayaona hayo maono, wewe unawashirikisha wenzako ili muweze kuungana katika hiyo safari moja ya kuyaendea hayo maono. Kwa hiyo baba kama kiongozi mkuu wa familia anayo nafasi ya kuwa ndiye mwenye kuona maono ya kifamilia na mwisho wa siku kusaidiana na wanafamilia wote kuweza kutekeleza maono hayo. Kwa mfano, wewe unajua kwamba wanapokuwa wanapatikana watoto, ndoto zimefichika ndani yao. Kuna mambo makubwa mbele yao ambayo hatuwezi kujua, ama kuna vitu mbalimbali ambavyo wanaweza kukutana navyo katika maisha yao, hatuwezi kujua. Lakini baba yeye ana uwezo wa kumshirikisha mama kwamba hawa watoto wetu sasa, kwa kuwa Mungu ametujalia kama zawadi, maana yake ni kwamba tufanye nini? Wakiugua wanaenda kupata matibabu wapi? Wakihitaji chakula wale chakula cha aina gani? Wakihitaji kwenda shule tuwapeleke shule za aina gani? Baba anaona maono hayo na anakuwa na msingi wa kumshawishi mama kwamba sasa watoto wetu wanatakiwa au tuwalee kwa mjibu ama kwa muktadha huu, ili waweze kuwa watu ambao wataweza kusaidia familia, lakini pia kusaidia taifa lao. Kwa hiyo kumbe uonaji wa maono, hilo bila shaka tunaona kwamba ni jukumu la baba kama kiongozi wa familia. Simaanishi kwamba kama mama ama watoto wanakuwa na maono fulani hawawezi kumshirikisha baba, la hasha. Baba na watoto, mama na watoto wanaweza wakawa na maono fulani na wakamshirikisha baba, lakini baba kama kiongozi wa familia sasa kazi yake itakuwa ni kusimamia hizo ndoto ama kusimamia hayo maono ama kuwashirikisha na kuwajumuisha wote kwa pamoja, ili hayo yote yaweze kufikiwa kwa urahisi ama kuweza kufikiwa kadiri ambavyo ingeweza kuhitajika ama kuwezekana. Jambo lingine la pili, tunafahamu kwamba baba kama kiongozi wa familia kuna mahitaji mbalimbali ya kifamilia kimsingi. Unajua kwamba kuna watu wataishi, baba anaweza kudecide kwamba tutanunua kiwanja sehemu fulani, tutajenga nyumba ya aina fulani, kulingana na uchumi wetu tutafanya biashara fulani, tutafanya majukumu fulani. Hayo yote ni mambo ambayo baba kimsingi anaweza kuwashirikisha wanafamilia wake ama kuyaona na kuweza kuyaweka kwenye uhalisia, namna ya kuyatekeleza, ili ndoto za kifamilia au ndoto za familia za mwanafamilia mmoja mmoja na familia kwa ujumla ziweze kutimizwa. Kwa hiyo baba kama mkuu wa familia tunaona kama ni mtu muhimu sana kwenye familia, kwa sababu ukiachilia mbali kuna mambo mengine ya kisheria, lakini mengine ya maisha tu ya kawaida tunaona baba huamsha watu asubuhi, watu waingie kwenye majukumu yao, baba, mama na watoto. Jamani, kama kuna kitu fulani, kuna shughuli fulani sehemu ama sherehe ya mwanafamilia, baba anaongoza wanafamilia wote kuweza kutekeleza jambo hilo, ili familia ile iweze kuonekana kuwa bado ni fiti na bora kwa wanajamii wote. Kwa hiyo baba mimi namtazama kama kiongozi mkuu ama head of the family, ambaye kimsingi mambo yote yanayohusiana na familia yamewekwa mikononi mwake ili aweze kuiongoza ile familia vizuri, iweze kufikia ndoto za familia na ndoto za mwanafamilia mmoja mmoja. Hata katika sehemu moja kwenye maandiko matakatifu kwa muktadha wa kiroho pia nimeona kabisa kwamba maandiko yanamuonyesha baba kama nguzo ya familia, yanamfananisha kwamba kama Kristo anavyolisimamia kanisa lake, vivyo hivyo pia baba anapaswa kuisimamia familia yake. Na nadhani hii sasa inafungua mlango wa kuingia kwenye majukumu ya mama katika familia. Mama ni mama. Mama nani kama mama? Tumeshasikia mambo hayo mara nyingi. Mama ni mtu muhimu sana kwenye familia, wala hata siwezi kufikiria kusema mama ni chombo. Mama ni mtu muhimu sana kwenye familia, kwa sababu huyu mama ndiye kama mwongozaji wa malezi ya wanafamilia wote. Unajua akina mama
wana huruma, wakina mama ni wanyenyekevu, wakina mama ni watiifu. Kwa hiyo hawa wakina mama Mungu amewaumbia ndani yake huo moyo wa kuwa ni walezi wa familia. Mama ananyoosha malezi ya mtoto, mama ananyoosha malezi ya mtoto, anasimamia mtoto, anasimamia shughuli zake za shule, jinsi anavyoishi na wenzake mtoto, jinsi mtoto anavyovaa, mama anayasimamia vizuri kwa ukamilifu. Kwa nini? Kwa sababu hata hivyo katika hali ya kawaida, ukiachilia tu mbali mgawanyo wa majukumu, lakini ukiangalia katika hali ya kawaida, baba daima anahangaika hapa na pale kutafuta mahitaji ya nyumbani, na mama pia anafanya hivyo hivyo wakati mwingine. Lakini tukiangalia kwamba kwa muda mwingi baba anaweza akawa yupo engaged sana kwenye kutafuta riziki kwa ajili ya familia. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, muda mwingi mama yuko pale kwa ajili ya kunyoosha maadili ya familia. Akishamsikia baba kwamba bwana, watoto wetu tunatamani waishi namna hii, waishi vile, mama anasimamia kikamilifu ili kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri. Wewe unajua kwamba hata siku hizi kuna usemi siku hizi unasema kwamba hata baba wa familia naye ni mtoto wa mke wake au ni mtoto wa mama. Kwa nini? Kwa sababu huyu mama anahakikisha kwamba mume wake amekula vizuri, mume wake amepumzika, mume wake anaumwa amepata matibabu, huyu mume wake anaweza kwenda kutekeleza majukumu mbalimbali ya kijamii. Mama anasaidia kuelekeza na kuongoza ni namna gani vitu hivi vifanyike. Mama ameumbiwa moyo safi. Kwa hiyo mama huyu ni mtu ambaye ndani ya familia ni muhimu sana, na wakina mama niwapongeze, ni maridadi sana kwa kuongoza malezi ya wanafamilia. Katika hilo nawaambia kwamba endelea kusimamia hapo ulipo, kwa sababu ni muhimu sana. Unajua mimi nimeona mara nyingi kwamba hata mtoto ikitokea kwamba maadili yake haeleweki kwenye jamii, mara nyingi wanaume wengi huwa wanaendea kwenda kuona kwamba labda mama hajafanya sehemu yake vizuri. Kwa hiyo wakina mama ni wazuri sana kwenye malezi na Mungu awabariki katika hilo. Lakini wakina mama hawa hata tukiangalia kwenye muktadha wa kiroho, akina mama wanalo jukumu la kuwatii waume zao kama vile na wanaume walivyokuwa na jukumu la kuwapenda wake zao. Hapa tunaangalia muktadha wa kiroho kama wa kiimani, kwamba hawa wanawake wao ndani yao wamewekewa swala zima ama jukumu la kutii waume zao. Wanapotii na wanaume wanawapenda, kwa hiyo mwisho wa siku kuna kuwepo na combination ama mchanganyiko mzuri sana unaowawezesha sasa kuweza kuishi maisha mazuri ndani ya familia, maisha yenye furaha. Nikiangalia watoto, moja ya jukumu kubwa la watoto, hilo ni jukumu kwao. Watoto wana jukumu la kuwasikiliza wazazi wao, Kwa nini watoto wanahitaji kuwasikiliza wazazi wao? Kwa sababu wao Mungu amewafanya wale watoto wakaonekana duniani ama wakaja duniani. Kwa hiyo maana yake ni kwamba yaliyoko mbele zao wazazi wao wana uzoefu nayo. Maisha wanayokwenda kuyapitia, yawezekana wazazi wao wana uzoefu mzuri sana na maisha hayo ambayo watoto wao wataenda kuyapitia. Wewe unajua kwamba wako watu ambao labda hawakufanikiwa kupita labda kwenye mfumo wa kielimu kwa sababu mbalimbali, hadi ilikosekana nyumbani, kulitokea na changamoto hizi na zile. Mwisho wa siku labda huyu mtu akawa ameacha masomo yake katikati ya njia, hakufika mwisho. Lakini mtu huyu leo ana familia yake na watoto wake, anajiapiza kabisa kwamba alimradi mimi ninaishi, mimi natamani watoto wangu waje kusoma mpaka kufikia upeo wa mwisho wa maisha yao ama upeo wa mwisho wa uelewa wao. Manake nini? Manake ni kwamba anatamani watoto wake waweze kugain ama kubenefit zaidi kuliko yeye hata vile ambavyo aliweza kufikia au aliweza kupata. Kwa hiyo huu ni upendo mkubwa sana kwa baba na wanafamilia yake au kwa watoto wake, baba na mama kwa watoto wao. Kwa hiyo watoto wana jukumu kubwa la kuwasikiliza wazazi wao. Mtu mwingine anaweza kukudanganya, mtu mwingine anaweza kukupoteza, mtu mwingine anaweza kukuumiza njiani, lakini hatutegemei baba na mama kumuumiza ama kummislead ama kumpotosha mtoto wake.
Kwa hiyo ndio maana mtoto unaweza ukawa unasikia sauti nyingi nje, sauti nyingi mahali mbalimbali, sauti nyingi kwenye televisheni, sauti nyingi kwenye redio, lakini ukichukua nafasi ya kumsikiliza vizuri baba yako na mama yako, ile sauti yake ndiyo mwangaza wa maisha yako. Kwa hiyo watoto katika hali hiyo wana jukumu kubwa sana la kuwasikiliza wazazi wao. Lakini jukumu lingine la watoto katika familia ni kufanya kazi za familia, kufanya kazi ndani ya familia. Nyumbani kuna mifugo, lazima utunze mifugo. Nyumbani kuna shamba, lazima ushiriki kwenye shughuli za shamba. Nyumbani kuna biashara, lazima ushiriki shughuli za biashara ya nyumbani. Nyumbani kuna sherehe, lazima ushughulike katika shughuli za kuhakikisha kwamba ile sherehe inafanikiwa katika nyumbani. Yaani mtoto kulingana na umri wake, ndugu zangu wazazi, ni lazima apewe majukumu katika familia kulingana na umri wake. Na hapa namaanisha kabisa kwamba kutowaingiza kwenye watoto kwenye majukumu ambayo ni juu ya uwezo wao au ni juu ya umri wao. Kwa hiyo wapewe majukumu kulingana na umri wao. Wewe usione shida kumwambia mtoto afagie nyumba, usione shida kumwambia mtoto afagie uwanja, usione shida kumwambia mtoto afagie banda la kuku, usione shida kumwambia mtoto afagie banda la ng'ombe, afagie banda la mbuzi. Fanya kazi hii. Hata kama una uwezo wa kuwezesha vitu hivyo vikafanyika bila mtoto wako kuvifanya, na kuambia muache avifanye, kwa sababu akivifanya pia ndo anaonekana kama mwanafamilia ambaye kimsingi kihalisia anawajibika ndani ya familia na vinamsaidia yeye kukua na kuwa kijana shupavu na imara. Siku hizi kuna usemi unasema kwamba watu ambao ni middle class earners, yani watu ambao wana uwezo wa kati, wanatumia nguvu nyingi kuwaunda vizuri wasichana ama wakina dada ama wakina kaka ambao wanawasaidia kazi za nyumbani kuliko wanavyofanya kwa watoto wao. Kwa nini? Kwa sababu huyu dada wa nyumbani anaweza akaamka saa 11 asubuhi akafagia nyumba, akasafisha uwanja, akafagia banda la mifugo kama lipo nyumbani, akapanga nyumba yako vizuri, akakuandalia hata na wewe mwenyewe chai au chakula, alafu akawaandaa na watoto wako wakaenda shuleni, akafanya kazi nyingi. Alafu yeye mtoto wako yeye anaamka tu, anakwenda anarudi, anakwenda anarudi, hakuna chochote anachojifunza. Baada ya miaka 5 au miaka 10 umemsaidia dada wa kazi kuwa imara zaidi, kuface maisha yake ya kawaida na social skills kubwa zaidi kuliko mtoto wa kuzaa. Kwa hiyo wazazi, watoto kwa umuhimu wao wa pekee, mimi naona majukumu hayo mawili: moja, kuwasikiliza wazazi, lakini pili, kuwa ni watendakazi wa majukumu mbalimbali nyumbani kulingana na umri wao. Hilo ni jambo la muhimu sana. Nakushukuru sana kwa kuweza kutufuatilia katika kipindi chetu, na kama unayo mawazo au maoni, tunakukaribisha sana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaboresha vipindi vyetu kuweza kufikia ufanisi unaotakiwa. Wewe ni mtu wa muhimu sana katika safari yetu hii, na nakuomba unapoingia kwenye YouTube channel yetu Msumbete TV uweze kusubscribe, alafu kisha wewe uweze kuwa sehemu ya watu wa mwanzo wanapopata taarifa za vipindi tunavyovitoa mara tu tunapokuwa tumeviachia kwenye online TV yetu ama kwenye hiyo YouTube channel yetu. Nakushukuru sana. Kila kitu kinaanza na wewe, ndio imani yangu. Kwa hiyo tunasema it begins with you, do your best and God shall do the rest. Asante na karibu sana.